Mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na meza kuu kwa ujumla, itifaki imezingatiwa. Mbele yenu kwa majina ni Jackson Marwa James, ni mjasiriamali kutoka wilaya ya Ushetu, kijiji cha Mseki, kata ya Bulungwa. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kusimama mbele yenu na kuweza kutoa ushuhuda ambao sisi tumeupitia. Lakini pili, tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuwezesha, kwa kuweza kutuwezesha 10% ya mapato ya halmashauri ambazo zimeweza kutuinua kiuchumi hasa katika familia zetu. Lakini pili, napenda pia kumshukuru Mheshimiwa Waziri kwa kuteuliwa kuwa waziri wa vijana, kwa sababu ni sekta ambayo ilikuwa haipo kwa muda mrefu. Lakini pia nimpe moyo kwa sababu sekta hii ni mojawapo ya sekta ambayo ina changamoto nyingi, hasa tukigusia vijana ambao ni wengi kama tulivyotaja katika takwimu. Lakini pia ni sekta ambayo vijana wengi wanajihusisha na vitu vingi. Humu mheshimiwa, utakuta kuna watu wengi kwenye sekta hii, utakuta watu wengi katika vijana, kuna ambao wengine ni wezi, wengine ni wavuta bangi, lakini kupitia wewe utaweza kuwakusanya na watu wote wazidi kufika pamoja na kutekeleza yale yanayohitajika. Pia nampongeza pia mkurugenzi wetu kwa kuweza kutuamini kwa kutupa mkopo wa 10%. Mheshimiwa, kikundi chetu ni kikundi cha vijana wa Magufuli kama nilivyotaja mwanzoni, kiko kata ya Bulungwa. Mwanzoni kabisa tuliomba mkopo kupitia halmashauri, tukapewa shilingi milioni 37. Milioni 37 tulikuwa tumeandika andiko kwa ajili ya kufungua mashine za kuchakata nafaka. Na lengo letu, vijana wengi, ndugu zangu, vijana wengi tunakimbilia mafanikio. Hakuna kijana ambaye tulikuwa tumeomba mkopo huu kupitia kwa kile kikundi tulikuwa na malengo ya kufungua mashine. Wengi wetu tulikuwa tumeomba ile hela ili kila mmoja wetu ajinufaishe, aweke mfukoni, aweze kufanya mambo yake. Lakini kupitia halmashauri na jinsi walivyokuwa wameweka utaratibu, ulitupa ugumu kuweza kupokea ile hela mkononi na kuweka mfukoni kwetu. Ikabidi tutumie andiko letu kama tulivyokuwa tumeliandika kuweza kufungua mashine ya kuchakata nafaka. Na kwa bahati nzuri mashine yetu ni mojawapo ya mashine ambayo imebahatika kuja kukaguliwa na Mwenge Agosti 4 mwenge uliopita, na mkuu wa mkoa anafahamu, alikuwepo. Sasa katika hapo ni kwamba tunaendelea vizuri na mashine inafanya kazi vizuri, na mpaka sasa hivi kupitia mashine hiyo tumeisha ajiri vijana 3. Kwa hivyo kwetu sisi tupo vijana 5, wa kike 1, wa kiume 4. Lakini kupitia hiyo mashine tumeweza kuajiri vijana 3 ambao ni wasaga mashine, wanasaga mpunga na mahindi, wapo 2 na mlinzi 1. Lakini pia kupitia ile mashine tumeona fursa nyingi, ingawaje binafsi hatujaanza kupata mafanikio ya moja kwa moja kuingia mifukoni kwetu, lakini tunaona kuna mafanikio makubwa yajayo mbeleni. Mheshimiwa, mpaka sasa hivi hatua hii tunavyosema, tuna miezi 4 toka tulipopewa mkopo na kurejesha. Sasa hivi ndani ya akaunti yetu na halmashauri tumesharejesha takribani milioni 7,600,000. Bado ni majukumu ambayo sisi kama vijana tumejiwekea. Tunahitaji kusonga mbele. Vijana wengi tunajiweka mtaani kwa kukosa fursa. Vijana wengi tunapambana. Vijana wengi tunafikiria kwamba mafanikio yanakuja umelala. Mimi nafikiri kitu kimoja.
Jackson, hebu kidogo kwanza tuzungumze kidogo. Umezungumza vizuri sana. Nataka turudi pale ambapo unasema mlipokuwa mmekusanyika vijana 5. Lengo lenu lilikuwa sio kweli kupata ile mashine, lengo lenu kwamba kupata fedha, mgawane, msepe. Unawasa nini vijana kama hawa ambao bado wako huko wenzio? Yawezekana usema bwana hizi hela hivyo. Kumbe serikali unasema pia iko makini. Hebu tupe hapo wale vijana ambao bado nao wana mawazo kama hayo. Na wakati kumbuka mgeni rasmi alisema bilioni 200 zinapokuja watu wawe tayari, wameshaandika maandiko, wameshakuwa hivi. Kwa hiyo wengine inawezekana tayari wanajiandaa kama nyinyi mlivyoandaa kwamba wapewe wasepe. Unawasa nini vijana kama? Asante sana mheshimiwa. Nawasa vijana kwamba tujikusanye katika vikundi na tuombe pesa. Pesa halmashauri zetu pesa ipo nyingi kama tulivyotangaziwa. Tunahitaji kupata hiyo pesa ili tuweze kujiendeleza katika kujinua katika kiuchumi. Lakini mheshimiwa, mimi nipende tu kuwashauri vijana wenzangu kwamba sio elimu tu ndio itakayofanikisha ufike malengo yako. Mimi ni kijana ambaye nimehitimu chuo cha utabibu Sengerema mwaka 2015. Lakini kutoka mwaka 2015 nimefanya kazi kwenye mikataba mbalimbali ikihusisha Agipai, nimefanya mkataba Benjamin Mkapa. Lakini baada ya pale mkataba inapoisha unabaki na maumivu na familia unayo. Unafanyaje? Ilibidi kujiunga na kikundi kwa ajili ya kupata fursa hii iliyopo mbele yetu. Na mpaka sasa hivi ninavyoongea hivi, hata masuala ya ajira tena mimi pia sina tena ile hamu ya kupata ajira, kwa sababu tayari naona kama fursa nilionayo ni kubwa kuliko hata ajira ambayo nitakaa kila siku nazunguka mtaani na makaratasi na bahasha zangu na CV zangu zote natembea kutafuta ajira. Kwa hivyo nawaasa vijana wenzangu tufike karibu, tuombe mikopo ili tuweze kufanikiwa. Asante sana Jackson. Nadhani umeleta jambo moja kubwa sana mheshimiwa mgeni rasmi hapa kwamba yawezekana wahitimu pia wako wengi ambao wanafikiri kwamba mpaka sasa hivi wamalize shule serikali iwaajiri. Wakati serikali ya awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeleta fursa nyingi kwamba vijana sasa watoke wajiajiri. Wasisingizie kwamba kuna mitaji hatuna. Lakini wewe unaona mikataba hivyo kwa inaisha ulikuwa unapata tabu. Lakini sasa hivi kwa fursa ambayo ulikamata unasema hutamani tena kwenda kuajiriwa kwa sababu una mpango wa kuajiri watu wengi zaidi. Ndio maana yake. Kwa hiyo wafikishie na wale wahitimu wengine kama wewe kwamba wape tu neno moja la ushujaa. Wafanye nini ili na wao wafikie level kama hiyo. Sasa umeshabadilisha mindset kwamba sasa hivi wewe unataka kufanya kazi za kujiajiri. Neno moja la ushujaa ni kwamba vijana tutumie, kwangu mimi huwa natembea na falsafa 2. Falsafa 3. Ya kwanza huwa ni to hear, you hear, then you see, then you act. Hizo ni vitu vitatu ambavyo kijana unatakiwa utembee navyo. Usikie, uone, alafu uchukue maamuzi. Ukitumia hiyo falsafa, nina imani kwamba utatembea kwa umbali mkubwa zaidi na utaweza kufanikiwa. Pia mwisho, mimi nipende kumpongeza mara ya pili tena Mheshimiwa Waziri. Vijana tupo wengi sana na vijana wengi tunahitaji ajira na vijana wengi tuko mtaani. Vijana sio kwamba ajira zinapatikana kwa kwenda shule. Ajira zipo nyingi, moja wapo ni fursa ambazo tulizosema. Tutokeni nje, twende tuungane vikundi kwa vikundi, tuombe mikopo. Hizi asilimia, mimi huwa natafakari wa kina mama. Tukiangalia kama wizara, mkiangalia katika asilimia kubwa ambayo inaenda ile asilimia 4 ni ya kina mama. Lakini asilimia 4 ile ya vijana bado nina imani hatujaitendea haki.
nina imani bado hatujaitendea haki. Hebu turudini, tuaminiwe, na tulishaaminiwa kwa sababu tumeshapewa wizara ambayo ni kubwa zaidi. Tuaminiwe sana. Asanteni sana. Mungu awabariki. Shukrani sana.